Kila unachokiona kwa macho yako kilichotengenezwa na mwanadamu kilianzia VETA. Iwe hiyo simu ulioshika unaniangalia mimi, iwe ni tablet, iwe ni TV, the primary idea ilitoka VETA. Shida kubwa ni watu hawajui maana ya neno VETA. Kwenye neno VETA kuna hiyo V, vocational. Sasa maana ya neno vocational ni kitu ambacho unazaliwa nacho, ni power au ni wito. Kwa wale tuliosoma kwenye shule zenye mambo ya udini kidogo, kuna kitu kinaitwa wito. Kama mtu uliojifunza masuala ya dini, kuna kitu kinaitwa wito. Wito ni lile jambo ambalo unazaliwa nalo, au tukija mbele zaidi ni ile talent uliozaliwa nao. Ndio maana ya neno Vocational Education Training Center. Yaani ni kituo cha kwenda kujifunza kile kitu ambacho mtu ulizaliwa nacho. Kwa hiyo yote unayoona katika uso wa dunia hayakuvumbuliwa chuo kikuu. Chuo kikuu hakuna kitu kilichovumbuliwa. Chuo kikuu ni center iliyotengenezwa kukusanya mambo yote ambayo yalikuwa yanatoka VETA. Alafu chuo kikuu inachakata, alafu inayagrade, alafu ndio unakuja kupata hizi shule. Hichi ni cha shule ya msingi, hichi ni cha sekondari, hichi ni cha advanced secondary. Shida ya kubwa ya mfumo wa elimu tulionao katika dunia yetu ya sasa, sehemu kubwa ya dunia, natumia neno sehemu kubwa kwa sababu China, Russia and Iran wana mtaala wao tofauti. Ndio maana watu ni self-made technology. Mfumo wa elimu wa magharibi uko hivyo kwa ajili ya kupumbaza watu watawalike. Lazima uwe na hicho kitu kichwani mwako. Kwa hiyo education system ambayo tunaipitia, watu hawajui kabisa, hawajui. Ni to fool people so that they can be controlled. Hakutengenezwa mfumo wa kufanya watu wajanja, watu wawe self-made, watu waweze kujitegemea, watu wawe dependent. Ndio maana mtu anayesoma kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu akimaliza ni mjinga katika level ambayo haelezeki. Yaani ni sifuri. Sometime ni bora hata asingeenda hiyo shule. Yaani at least mtu akimaliza asipoenda chuo kikuu kidogo anakuwa na ile akili ya kuforce. Lakini kile kitendo cha kufika chuo kikuu, kuvalishwa na joho, unakuwa mpumbavu. Kwa nini? Ulisha kujiuliza? Kwa sababu mfumo wa elimu wa kimagharibi ulidesigniwa ili kupumbaza watu watawaliki. Ndio maana kila mtu anaamini akifika chuo kikuu cha aina yoyote ndio atapata maisha mazuri. Kumbe ndio anakuwa mpumbavu kabisa. Yaani ule wito wake huwa magharibi, yaani the more unavyoitafuta elimu ya kimagharibi, ni the more unavyokuwa mpumbavu, unavyokuwa mjinga. Ulisha kujiuliza kwa nini? Kwa sababu wametengeneza aina mfumo wa elimu ili watu wawe wapumbavu. Sasa nataka nikusaidie, nataka niwape watu picha kidogo waelewe tofauti ya chuo kikuu na VETA ni nini. Nimeanza kwa kukuambia kwamba VETA ni wito, ni kitu kinachozaliwa nacho. Binadamu wote wakizaliwa wana VETA yao. Shida, nimeshakupa shida nini? Shida ni ukishaanza kuitafuta hii elimu ya kimagharibi. Kazi ya hii elimu ya kimagharibi ni kuwa ile VETA yako, ile vocation, ule wito ambao Mungu alikuumbia. Sasa hapo ndipo wa China, wa Rusi na wa Iran ndipo wanapowapiga bao wa Marekani na Western collectively, yani watu wa magharibi kwa ujumla. Mfumo wa elimu wa China uko hivi, watu wengi hawajui. Yani jinsi CCP kitu ambacho CCP wanachokisimamia. Unakwenda shule mpaka high school. Ukishafika high school utakwenda kutafuta kazi au utajiingiza kwenye masuala ya kazi. Kule kazini ndio utapata jibu ni kitu gani ukisomee, alafu unaweza ukakisomea kile kitu ukiwa unafanya kazi, kwa sababu kile kitu kina relate na kazi unayoifanya. Sijui watu mmenielewa? Hichi ninachokuambia sio mimi nimefanyia research, ni timu ya magharibi imefanyia research mfumo wa elimu wa China. China ina watu bilioni 1 ndugu zangu na milioni 500, na hao watu wote wana akili ya kujitafutia riziki. Ujiulizi hao watu wana mfumo wa elimu uko vipi? Hii research wamefanya watu wa magharibi. Kwa nini ni rahisi kwenda kuwekeza China kuliko Marekani, kuliko Uingereza, kuliko Ujerumani? Kwa sababu mfumo wa elimu wa China unalelea ile vocation ambayo unazaliwa nayo. Wala yani mfumo wa elimu wa China haukusaidii kufuta ile vocation kama magharibi. Vuta picha, mimi nimezaliwa na talent, napenda sana masuala ya carpentry, alafu niko pale China. Wanachokifanya wa China katika early stage, yani katika zile hatua za mwanzo kabisa, walimu wangu watagundua mimi napenda mambo ya carpentry. Kwa hiyo watapambana kuni-inject mimi katika ule mfumo wa kupata the highest education about carpentry, kuhusiana na masuala ya carpentry, ya kiseremala. Wakati mimi ningezaliwa magharibi, ninapenda masuala ya carpentry, akili yangu ingenituma nipambane niende Harvard, nikitoka Harvard niende Silicon Bay nikalipwe mshahara mkubwa. Kwa sababu magharibi, unajua mfumo wa maisha wa magharibi ndio hii ya kina Chief Godlove, kwamba life is money. Umeona? Magharibi imeharibu vijana wengi sana. Angalia sisi tunaoishi katika huu mfumo wa maisha wa magharibi, kwamba we are being bombarded, yani akili yetu inaharibiwa na masuala ya pesa. Yani tukiona, ndio maana unaona hizi video za kina Chief Godlove au sometimes unamwona hata Diamond anaonyesha pesa. Watu hawajui maana ya zile video.
au sometime unamwona mtu kama Mayweather anaonyesha pesa. Watu hawajui maana hizi video, watu wana flash out man. Maana hizi video ni kuharibu vijana kuwaza pesa kuliko ile vocation uliozaliwa nayo. Ndio maana huu mjadala wa VETA uliokuja, watu wanaona kama vile chuo kikuu is better than VETA. Ndugu zangu, unaiwaza chuo kikuu kwa sababu you are deluded in your mind. Akili yako ilidanganywa tangia day one ulivyoanza kuitafuta mfumo, kuifukuzia hii lifestyle ya magharibi. Ndugu zangu, magharibi inakufa katika spidi ambayo light Mungu angewafunulia ile spidi ya anguko la magharibi. Ninavyosema neno magharibi namaanisha Ulaya, ambayo bara lililofanya ujambazi dunia nzima likadondoka. Yani Ulaya ni kama vile jambazi mzee. Alafu sasa yule jambazi mzee akamzaa Marekani ambayo ndio jambazi kijana ambaye naye sasa naye anadondoka. Sasa dunia inarudi katika origin yake. Kwa hiyo hao watu wanaobeza VETA hawajui kwamba the primary idea of kila kitu chote unachokijua wewe kilianzia VETA. Kwa sababu chuo kikuu ndio mkusanyiko wa elimu zote duniani. Alafu pale inachakatwa ndio zinatengenezwa hizi grade kwamba hichi kikafundishwe darasa la kwanza mpaka labda form la 4, hichi la 5 mpaka la 6, hichi form 1 mpaka. Hii grade ya elimu unayoiona imechakatwa pale chuo kikuu. Chuo kikuu wamepata wapi material wanayochakata? Wanakusanya katika VETA. Yani ninavyosema neno VETA yani is too general. Kila jamii ina VETA. Yani najaribu kutafuta lugha nyepesi watu wanielewe. VETA is too general. Yani VETA ndio huku zile primary idea ya, yani kwa mfano nataka nitoe mfano halisi hapo watu watanielewa vizuri. Kuna bunduki maarufu inaitwa AK47. Hii bunduki ilitengenezwa chuo kikuu cha Urusi? Hapana. Ni Vocational Training Center. Wazo lilikuja, kwa nini bunduki zetu hazifanyi kazi vizuri katika uwanja wa vita? Mhusika akaambiwa bunduki zetu sio nzuri. Mtengenezaji wa AK47. Mhusika akasema niletee bunduki zinazofanya vizuri. Mhusika akaletewa bunduki mbili. Moja imetengenezwa Ujerumani, nyingine ilitengenezwa Marekani. Yule mhusika akazifungua zile bunduki, alafu aka-integrate zile teknolojia, ndio ikapatikana AK47. Sijui unanielewa? Yani vocation, kila mtu anazaliwa na vocation yake. Shida sisi tuliolelewa kwenye umma wa kimagharibi, kazi ni kuwa ile vocation ili tutawalike. Alafu the few group of people, yani group la watu wachache wana control zile technology. Ndio maana watu nawaambia, yani kuna inajaribu kueleza watu ni namna gani how VETA is powerful ili wanielewe. Yani kwa maarifa nilionayo sasa hivi mtu angenirudisha nyuma. Sasa hivi ndio nimeanza kuanza darasa la kwanza, nikamaliza la 7, sijui la 6 sasa hivi, nikaenda form 1, nikamaliza form 4, nikamaliza form 6. Sababu unapomaliza form 4 ile ni basic education. Pale ndio umeshajitambua vocation yako wazi ni ipi. Kwa unavyoenda advance ndio unaanza kuichimba ile vocation yako. Ningetoka form 5 na 6 nisingeenda chuo kikuu. Ndugu, mtu anamaliza chuo kikuu, sijui umesomea law, sijui umesomea nini, unaenda kuamua kuomba kazi ya kuhesabu chupa za mo ili ulipwe 600,000, 700,000. What is that? Yani muda wote ulikuwa unasomea kuhesabu chupa za mo, kisa unatafuta mshahara au kazi ambayo itakufanya ufanye usichafuke. Kwa nini wanaomaliza chuo kikuu wanapenda kupata kazi za kutokuchafuka? Kwa sababu kama ninavyokuambia, asili ya chuo kikuu ni kuchakata zile elimu zinazopatikana vocation na kuzigrade. Ndio asili ya chuo kikuu vyote duniani. Lakini unavyotaka kupata elimu ya kiutendaji, practical education, applicable education, iko VETA. Kwa sababu VETA inakuchannel katika kile ambacho ndicho maisha yako halisi. Ndio maana ni rahisi kuwekeza China, kwa sababu China wana promote VETA zao, zile VETA watu wanazozaliwa nazo, wakati magharibi wanaua ile VETA yako, wanakujaza usomi ambayo usomi ni yani usomi ni ujinga, yani you are deluded, yani umedanganywa katika level ambayo sijui nikwambieje. You are deluded, ujui. Yani msomi ya magharibi ni sawasawa na robot ya kubeba mizigo bandarini. Sasa kama mizigo haipo, huna kazi, utafanyaje sasa? Ile robot haina kazi, inabidi ikae tu ipige kutu, ipate kutu, ife mpaka kazi itokee. Wakati mtu aliyesomea vocation yake anajua namna ya kufluctuate na dunia ilivyo. Sijui naeleweka? Natafuta lugha nyepesi ya watu wanielewe kwa nini VETA ni bora kuliko chuo kikuu. Na ni kwa nini magharibi lazima ife kwa staili yoyote, kwa sababu ya mfumo wao wa elimu. Kwa sababu kazi ya magharibi ni kuua ile VETA yako uliozaliwa nayo, wakati kazi ya Wachina, Warusi, wa Iran ni kupromote ile vocation yako uliozaliwa nayo. Nadhani hapo tunaelewana. Ndio maana lazima Ulaya yote itakufa. Mfano mzuri ni Donald Trump anaposema anataka arudishe viwanda nyumbani kwake, yani Marekani, vile viwanda vyote vilivyokwenda kufungwa China. Watu wa Marekani wanamwambia watakao kwenda kufanya kazi kwenye hivyo viwanda wako wapi? Watu wana degree za Harvard, Stanford, hawataki kuchafuka, wanataka waingize hela, wamesimama, wabonyeze bata ni tu hela zingie mfukoni mwao. Kizazi kilicholelewa kwa kufanya kazi, wa China,
Wahindi, wa Indonesia, au ndo wanalelewa katika maisha halisi. Ndugu zangu, ungejua maana ya neno VETA, usingebishana kama hizo video nilizosikia watu wanadhiaki kuhusu VETA. VETA ndio maisha halisi. Hii dunia likitokea la kutokea, VETA haiwezi kufa, ila chuo kikuu itakufa, ila VETA haiwezi kufa, kwa sababu VETA ndio imezaa chuo kikuu, ila chuo kikuu haiwezi kuzaa VETA. Hapo yani najaribu kutafuta lugha watu wanielewe maana ya VETA ni nini. Wazungu walivyokuja huku Afrika walikuta kila jamii na VETA yake na ina mfumo wa kuzilelea hizi VETA. VETA ni ule wito uliozaliwa nayo, ni kile kipaji ulichozaliwa nacho. Mfumo wa elimu wa magharibi kazi yake ni kuua ile VETA uliozaliwa nayo na kukupandikiza ujinga, upumbavu. Wakati mfumo wa magharibi, mfumo wa kina China, Russia, Iran ni kuilelea ile vocation yako, ile VETA yako ili kusaidia maishani. Ndio maana magharibi lazima ife kwa staili yote ile, kwa sababu mfumo wao wa elimu ni kuua ile VETA yao. Kumbuka kila mtu anazaliwa na VETA yake. Shida ni mfumo wa elimu wa kupromote ile VETA yako. Najaribu kutumia lugha tofauti tofauti ili watu wanielewe. Ndugu zanguni, VETA is powerful than chuo kikuu. Ndio maana anayemaliza chuo kikuu anateseka sana na maisha, kwa sababu alitengenezwa kama robot la kwenda kufanya kazi fulani. Sasa ile kazi haipo, inabidi ateseke. Wakati mtu anayetoka VETA alichokisomea ndicho ambacho Mungu alimuumbia. Yani anaweza akabadilika kulingana na hali ya soko inavyosema. Yani hawezi kufa njaa. Shida ni mfumo wa kimagharibi uliotu program kwamba pesa ndio maisha. Nataka nitoe mfano mwingine wa tofauti ya VETA na chuo kikuu. Chuo kikuu ni kama sokoni, kwa bidhaa zote ziko pale. VETA ni kama kule bidhaa zinakozalishwa. Kwa mfano, Uchagani utapata ndizi, utapata kahawa, zitakuja sokoni. Ukienda Dodoma utapata zabibu, karanga, zitakuja sokoni. Ukienda Singida utapata alizeti, zitakuja sokoni. Sasa unapokuja sokoni unakuta hizi bidhaa zote ziko pale. Zinachakatwa, zinawekwa kwenye chupa, zinauzwa. Lakini mtu anayezaliwa sokoni basically hana elimu yoyote ya kuzalisha bidhaa yoyote. Yeye anajua kuzipokea zile bidhaa na kuzichakata na kuuza. Lakini anayezaliwa kwenye kilimo mojawapo, let's say mimi nimezaliwa kaskazini, najua kilimo cha ndizi, najua kilimo cha kahawa. Aliyezaliwa Singida anajua kilimo cha alizeti. Aliyezaliwa Dodoma atajua kilimo cha zabibu na karanga. So soko likiungua, everything kifa, mwenye elimu ya kulima yani Uchagani kahawa na ndizi zipo daily. Kwa hiyo yule mtu anaye supply kahawa haiwezi kufa njaa, bado kahawa anayo, ndizi anazo. Hivyo hivyo mtu alizeti, vitu vikiungua sokoni yeye anavyo. Yani picha gani nataka kukupa? Chuo kikuu kifa leo, bado dunia itaendelea kurani, kwa sababu dunia inaendeshwa na VETA. Kila kitu the primary idea of anything you see by your naked eyes started in a vocation level, not in chuo kikuu. Shida ni kwamba hivi vitu mtu anaokota wazo katika kwenye vocation huku VETA. Ili idea akiingiza chuo kikuu, ni rahisi kuichakata pale na kuimodify na kuiweka na nisemeje, nitumie lugha gani, na kuifunga vizuri na kuiuza. Yani chuo kikuu naweza nikasema ni kama packaging level. Yani najaribu kukupa picha what is chuo kikuu na VETA ni nini. VETA ni ile primary production level. Chuo kikuu ni ile secondary production level. So you cannot skip primary and go to secondary. So primary is the most important level. Ndugu, nyie mnaodhiaki VETA kwa vile kulikuwa mjui maana ya neno VETA. VETA ni muhimu kuliko vitu vyote unavyoviona duniani, vilianzia VETA ndio vikaenda kuchakatwa chuo kikuu ndio kaviona. Shida ni kwamba hawa wa huku VETA huwa wanasaulika, na huu ni mfumo wa kimagharibi walio utapanya dunia nzima. Ombi langu ni watu waelimike, wasio wasomi.